Mimi ni Skola Kisanga. Na kama ulivyosikia katika taarifa yetu kuu kuhusu mwanaharakati wa Uganda Agatha Atuhaire aliyekuwa Tanzania akizuiliwa, ameachiliwa hii leo. Hii ni siku moja baada ya mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi naye kuachiliwa. Hili limezua mjadala na hisia mseto, hasa kuhusu demokrasia na mtangamano wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa ili kufahamu zaidi, awali nimezungumza na Stella Agara ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uongozi na utawala bora, pamoja na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Daktari Abdullah Makame. Sasa Stella hapa anaanza kunipa mtazamo wake kuhusu uhuru wa kutembelea nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni ajabu kwamba kila wakati tunapokuwa na uchaguzi katika nchi zetu huwa tunawakaribisha watu kutoka Europe, watu kutoka sehemu zingine za dunia kuja kuweza kuobserve ama kuangalia vile ambavyo tunafanya mambo yetu. Lakini sasa tunawakataza wenzetu wa karibu ili kuweza kuja kuobserve. Kwa hivyo Law Society ya East Africa inaweza kualika lawyers kutoka Kenya, kutoka Tanzania, kutoka Burundi waje kuona kesi vile ambavyo inaendeshwa. Hawatafanya chochote kukatiza kesi, ni vile tu waweze kuona kwamba inafanyika katika njia huru na njia inayotakikana. Nitarudi kwako Stella Agara. Daktari Abdullah Makame, wewe ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki. Weledi wa mambo anasema sakata hili la wanaharakati kutoka Kenya na Uganda wamekwenda Tanzania kuzuiliwa, wengine kurudishwa, linaweka doa katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, hasa kwa nchi wanachama Kenya na Tanzania. Wewe ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, wewe utasema nini? Katika soko la pamoja nasema watu wanaweza kutembeleana, kutembea ruhusa, lakini kufanya kazi, je, baadhi ya sekta ziko wazi. Mfano sekta ya public, yani kwa maana sekta ya umma. Mtumishi siwezi nikatoka mimi Mtanzania nikaenda Kenya, Uganda, nikaenda nikawa mimi mtumishi katika serikali ya Kenya, Uganda, na hali kadhalika hizo katoka Uganda kaenda Kenya au Tanzania au popote pale, kwa sababu zile ni sekta ambazo bado hazijafunguliwa. Lakini katika hizi sekta binafsi na zenyewe vile vile zipo ambazo zimefunguliwa na ziko ambazo bado. Kwa mfano sheria na kwenda mahakamani kumwakilisha mtu, mfano anatoka wakili kutoka Kenya kwenda katika mahakama ya Tanzania, hilo jambo bado halijawa liko wazi, na bado kwa sababu ile sekta haijawa committed bado. Wanaharakati kwenda kuvuka mpaka, wakivuka kama raia hawana tatizo, wakija zao katika utaratibu wa matembezi haina tatizo. Lakini tulimsikia mwanaharakati moja akisema kwamba yeye alikuwa anakuja kama ni wakili, anataka kuja kumwakilisha huyo kiongozi ambaye ni wa upinzani katika mahakama, kwamba yeye aende akamsemee kama wakili. Sasa lile jambo haliruhusiki kisheria, na sijajua kama serikali au uhamiaji au mtu, yani vyombo vinavyohusika kama viliwahi kutoa angalizo hilo kwamba bwana, nyinyi mnasafiri kutoka huko, mnakuja zenu, mnasema mnaenda zenu mahakamani kumwakilisha huyu ambaye yuko katika kesi yake. Nyinyi hamwezi mkamwakilisha, labda mnaweza mkaruhusiwa kushiriki kama waangalizi. Boniface Mwangi tuliona jana alirejeshwa nchini Kenya kwa njia ya barabara na kaachwa sehemu. Kelele zilianzia hapo wakati ambapo alikuwa hajulikani Boniface Mwangi yuko hapi, mwanaharakati wa Kenya, na Agatha Atuhaire pia wa Uganda. Hii inaleta taswira gani katika sakata hili zima? Nakubaliana naye kwamba mikakati ya kuhakikisha kwamba lawyers wote katika region ya East Africa wanaweza kupractice katika nchi zote haijatayarishwa. Lakini kuna uwezekano wa kuweza kujisajili ili uweze kupractice katika kila nchi ya East Africa. Mheshimiwa Martha Karua alipokea makaratasi yake ya kuweza kupractice Tanzania, nadhani mwezi mmoja ama wiki 3 zilizopita, sikumbuki vizuri. Na aliyekuwa Chief Justice wa Kenya tayari, alipokuwa Chief Justice wa Kenya alikuwa tayari na ameshajisajili kuweza kupractice sheria katika nchi 3, Uganda, Tanzania na Kenya, kama nakumbuka vizuri. Jambo la pili ni kwamba unapomfukuza mtu nchini kwako, kwa sababu bado hata kama tuko na jumuiya ya East Africa, bado nchi zote zina haki ya kumuondoa yule ambaye amekuja kufanya uhalifu na kadhalika katika nchi yao, kulingana na sheria. Unapomuondoa inafaa unahakikisha kwamba anaweza kuwasiliana na watu wao, aweze kueleza ako njiani anakuja, kwa sababu mtu akiwa ako katika nchi yenu ako chini ya protection ya nchi yenu. Akipotelea itabaki nyinyi ndio mnalaumiwa kwa sababu amepotea. Boni anapoondoka
Tanzania na inajulikana ya kwamba kuna watu wengi ambao wanafuatilia kesi yake. Ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanamtarajia wanajua wanapitia upande gani. Dr. Abdullah Makame, mtangamano wa Afrika Mashariki unaruhusu raia kutembea kutoka taifa moja kwenda jingine. Lakini je, pia taifa hilo hilo lina uhuru wa kumzuia mtu asiingie na bila kuweka wazi sababu za kufanya hivyo? Itifaki ya soko la pamoja, itifaki ya umoja wa forodha zinatekelezwa, lakini inawezekana ikawa wanasema public health, public safety au security. Hivyo ndio vitu vitatu ambavyo vinaweza vikatumika kwa ajili ya kuzuia utekelezaji wa ile itifaki kwa wakati wowote ule. Sasa kama kimojawapo katika hivyo vimeonekana na nchi husika, basi inawezekana ikawa vimetumika hivyo. Wewe pia ni mwanaharakati, pengine mnapokwenda katika mataifa mengine kutoka Kenya kwenda Uganda kwenda Tanzania, mmekuwa mkifuata taratibu na sheria na hata kanuni? Maana hapa utata ndipo ulikoanza. Activists wanapoingia katika nchi, bora hawajakuja kupanga maandamano na kuhamasisha wananchi kwa chochote ama kufanya kazi yoyote kule. Hakuna matatizo yoyote wakiingia nchini kuja kufanya observation ama kushuhudia. Nadhani ya kwamba yote ambayo ilikuwa inafaa kufuatiliwa wakati ambapo hawa wanaharakati walikuwa wanaenda Tanzania ilifuatwa. Walikuwa na barua za invitation, hawakuingia pale kama wezi, walipitia kwenye boda, makaratasi yao yaliangalia kwenye boda. Boni aliweza kupita kwenye boda na akaachiliwa na watu wa immigration. Yule ambaye alikuja kumtafuta hotelini saa 8 ya usiku alitoa ujumbe wapi kwamba Boni amefanya makosa? Hiyo ndio swali ya kwanza. Naam, asante sana Stella Agara ambaye ni mwanaharakati wa haki za binadamu, na vile vile tunaye Abdullah Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki. Tutaendelea na mjadala huu katika muda usiokuwa mrefu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Skola Kisanga, na tunaendelea na mjadala wetu kuhusiana na swala zima la mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studioni tunaye Stella Agara, mwanaharakati huyu wa haki za binadamu lakini mchambuzi wa uongozi pamoja na utawala bora. Lakini vile vile tunaye Abdullah Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki akiwa kule visiwani Zanzibar, Tanzania. Wanaharakati walifika katika ubalozi wa Tanzania jijini Nairobi, na waliambiwa na balozi wa Tanzania yuko nchini Kenya kwamba kuna mazungumzo ya kidiplomasia yanaendelea kati ya mataifa haya mawili. Umeona diplomasia imetumika katika sakata hili? Hilo swala la wanaharakati kwenda kule, mimi nitasema tu kama dadangu Stella atakasirika nisamehe, lakini ni kwamba wamefanya muhemuko, kwa sababu ubalozi hausiki na wala haujafanya jambo hilo. Ubalozi uko hapo kwa ajili ya kazi za kuimarisha mahusiano na kusema kwamba yupo resident wa Tanzania ambaye anatambulika na Jamhuri ya Kenya, yuko pale Nairobi. Stella Agara, ni kama mnaonekana wanaharakati nyinyi hamna mipaka, mnajiona kwamba mnaweza kwenda vyovyote, kila kitu mnakifanyia harakati. Hili unasemaje? Haki za kibinadamu hazina mipaka. Mipaka za haki za kibinadamu ni popote kulipo na binadamu lazima hizo haki ziheshimiwe. Lakini sheria tunaziangalia pia. Sheria pia tunaziangalia. Mara nyingi unapoona ya kwamba kuna nchi ambayo pengine hawafuatilii sana haki za kibinadamu na pengine wanawanyanyasa wananchi wao, ni vyema kuhakikisha kwamba, kwa kizungu tunaita solidarity, ya kwamba mnatoa support ya kuweza kuwatetea. South Africa walipokuwa na apartheid, nchi zote za Afrika zilikuwa kila wakati tunazungumzia ili waweze kupata uhuru wao. Kwa sababu sisi wote tulikuwa tunaona kwamba wanakandamizwa na wakoloni na wamekatazwa kuweza kuenjoy yani zile haki ambazo wanafaa kupata. Iwapo kutakuwa na nchi East Africa ambaye haiheshimu haki za kibinadamu, watu wa kwanza ambao wanafaa kureact ama kuonesha kwamba wanajihusisha kwa mambo hayo inafaa kuwa ni majirani hapa karibu. Yani si wenyewe ndio tunahakikisha kwamba tunajiangalia wenyewe kuona kwamba si wote tuko na uongozi bora. Kuna ambao wanasema nyinyi wanaharakati na wengine ni kama mnapewa kitu kidogo, mnalipwa, ndio maana kuna wakati hamjali na mnaona kwamba hamna mipaka. Sidhani kuna mtu ambaye anamlipa Mheshimiwa Martha Karua ili aweze kuja kuangalia kesi ya Mheshimiwa Lissu. Hata kama ni kulipwa, nani anaweza kulipa pesa za kutosha uache biashara zako, uache shughuli zako ili uweze uende kushuhudia kesi ya Lissu? Huo ni mwanasheria ambaye ameamua kwamba kuna haja ama anatamani kuelewa vile ambavyo sheria inaendelezwa katika nchi zingine, na ameamua aende kule kwa njia pengine kwa sababu za mafunzo ama njia zingine. Boni ni mtu ambaye akijihusisha katika
activism, anaumia, anapigwa, wakati mwingine anafungwa jela. Nani atakulipa pesa ya kutosha hata wewe scholar ili uweze kujiingiza katika shida kila wakati? Unapigwa, unavunjwa mifupa. Yule ni mtu ambaye ana wito, tena nadhani ni wito kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ili aweze kupigania haki za binadamu. Sio kila mtu akona uwezo kama wa Boni. Mimi mwenyewe huwezi kunikuta, nakwambia hata ninapotetea hapa huwezi kunikuta barabarani nikipigana mpaka napigwa manyundo kwenye magoti na nyayo zangu ati ili niweze kupigania haki za watu. Dr. Makame, tumeona serikali zote mbili, na umeweza kugusia alichokizungumza waziri kiongozi Musalia Mudavadi, rais wa Tanzania pia aliweza kuzungumza, ni kama walikuwa na kauli moja. Lakini tukiangalia mtangamano huo Jumuiya ya Afrika Mashariki, hii inaleta picha gani kwa watu hawa wa kada ya chini ambao ni wanaharakati? Wanaharakati, kwanza tukubaliane kwamba si wa kada ya chini. Wanaharakati wapo na nafasi na space yao ya wanaharakati. Lakini sasa unajua, tuseme hivi, kuna ule useme unasema it's either my way or the highway. Sasa yeye kama anachokitaka kisipokuwa hicho, basi lazima atafanya utaratibu mwingine akifanikishe tu. Ukienda hata disco, hata katika night club, ukienda pale nje pale unataka kulipa wewe entrance yako ni fee, unalipa fee. Kama utagongwa muhuri utapewa sijui tag uvae, lakini pale nje pale wameandika management reserves the right to admission. Yani utawala una haki ya kumzuia mtu asiingie. Na katika itifaki ya Umoja wa Forodha na itifaki ya soko la pamoja imeelezwa sababu ambazo zinaweza zikafanya itifaki isitekelezwe. Narudia tena, public health, public safety, security. Sasa kama ni masuala ya usalama, mimi sijaambiwa, lakini nasema kwa sababu labda wamekaa wamescreen, wana taarifa zao za kiintelijensia, wameona kwamba hapa kuna kitu kinatengenezwa ambacho labda hakina afya katika usalama wa public. Haya, sasa mambo yamekuwa, nasema kiti ni cha moto kweli kweli. Hapa hatutamaliza, lakini amezungumzwa mengi Stella Agaro. Wengine wamesema serikali ya Kenya pengine ilijivuta saa 72, raia wake hajulikani yuko wapi. Kadhalika Agatha Atuhaire wa kule Uganda, mengi amesemwa sana. Lakini sasa hii yote hii ambayo imechukua juma zima inaleta funzo gani katika hili tunaloliita mtangamano wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki? Ni muhimu sana kwamba tunapoweza kufanya implementation ya mtangamano wa Jumuiya ya Mashariki, tuifanye kama watu ambao wamemakinika ya kwamba tunataka kuwa na umoja. Na tunapofanya kazi hiyo pia tuanze kuaminiana. Skola, kama uko na harusi na unajua umepanga harusi ya kufana na hujamuiba bwana ya mtu, unamuoa mtu wako na hauna mimba, kwa hivyo hakuna haja kuficha tumbo yako, unataka kutokea vizuri, utaalika wageni bila uoga. Utawaambia njooni muone nafanya harusi yangu, naolewa. Lakini kama umemuiba bwana ya mtu, kama una mimba na umevunjwa miguu na bwana yako, utaanza kuwa na uoga wa kuwa na wageni wa kushuhudia. Naomba tuelewe kama sio Tanzania peke yake. Hii ni East Africa yote na pia ni Afrika nzima. Tuanze kufanya open governance, tuwe watu ambao wako na uwazi katika uongozi, na tukubali ya kwamba imefika wakati ambapo wananchi hawawezi kudanganywa tena. Hata ukiwadanganya wanaweza kusoma wenyewe, wanaweza kupata habari wenyewe, watajielewe. Hata ukijaribu kuficha kivipi, ukweli utajitokeza. Stella Agaro huyo mwanaharakati, lakini